Wakikwambia hakuna Mungu, mwambie ni afadhali niende kule nisifanyeje, simkute. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakikwambia Mungu hawezi kusaidia, mwambie hata uhai nilionao ni yeye ndiye atanisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Usishiriki, toka. Jitoe katika mifumo hiyo. Jambo la pili ni kujifunza neno la Mungu na kutii. Lazima ujifunze neno la Mungu kwa ufasaha na kulitii, kwa sababu ndio msingi wetu mkubwa. Unapojifunza neno la Mungu na kutii, utajikuta ndio umetoka katika mfumo huo. Jambo la tatu, nataka niendelea na haraka, ni kushika agano na Mungu na maisha matakatifu. Ni lazima ushike agano la Mungu. Agano la Mungu ni kuishi maisha matakatifu. Jambo la nne ni kuishi kwa roho, si kwa tamaa ya mwili. Somo Warumi 8:5-8. Kuishi kwa roho, si kwa tamaa ya mwili. Hapa ndio watu wameingia kwenye mifumo hii ya Kibabeli kwa sababu wanaishi kwa tamaa, lakini si kwa nini? Kwa roho. Yaani watu wanaishi kwa leo, wanaishi leo, lakini si kuishi ule unajua, ngoja nikwambie, hii leo ina shida. Yaani unaweza ukashangaa mtu hapa sasa hivi akaenda kuuza utu wake kwa sababu ya chakula cha siku hii, akauza afya yake kwa sababu ya chakula cha siku hii, akapoteza maisha yake kwa sababu ya chakula cha siku hii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hebu nisomee Warumi 8:5-8. Somea 8:5-8. Anasema, kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waufuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapopata roho, maana yake unapata uzima wa milele. Unapofuata mwili, maana yake unaenda kwenye mauti. Kwa mfumo huu wa Babeli umekamata watu wengi. Wanataka kuwa kama Mungu, wanataka kuishi bila kufuata mapenzi ya Mungu, bila kumfuata Mungu. Na ndio maana nikwambia hivi, kwa nini Mungu aliweka ile tunda kwenye bustani ya Edeni? Aliweka tunda kwenye bustani ya Edeni kwa ajili ya wao kumwabudu Mungu, ya wao kumtii, wasijione wanaweza wakaishi bila Mungu. Ndio maana akaweka ile tunda. Sasa kuna watu wanataka waishi kama electron. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna watu wanataka waishi katika uhuru wao, wakae huru. Nataka nimalizie, muda unakimbia. Jambo la 5, kukataa kushirikiana na mafanikio ya uongo hata kama yanavutia. Kukataa kushirikiana na mafanikio ya uongo hata kama yanavutia. Kataa. Hata kama watasema ili kanisa litakuwa kubwa, litakuwa na watu ngapi, tukupe dawa ya kuwafanya watu waje. Kataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kazi ya Mungu inakuwa, yeye Mungu anajua namna gani ataikuza. Inakuwa kwa namna Mungu atakapotaka, si wewe unavyotaka. Biashara yako itakuwa kwa kufuata kanuni za kimungu. Sasa watu wengi, Mungu akasema, watu wengi uchumi wao wamekosa kibali kwa sababu wameingia kwenye mifumo ya Kibabeli bila wao kujua. Na ndio maana mavazi yao ya utukufu wamevuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba ushitue watu walioko nje waingie ndani. Tunaenda kuomba. Hao walio nje hao. Wanabembeleza watoto. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa ukiwa katika mfumo huu wa kibabeli, ndio watu wanaondolewa lile vazi la nini? La utukufu. Unakuta mtu hana kibali, unakuta mtu anapambana afanikiwe, unakuta mtu haendi popote. Kwa nini? Tayari yupo katika mfumo wa vazi la nini? La kibabeli. Kwa hiyo vazi la utukufu limevuka, hana kibali, maisha yake ni ya shida. Kwa nini? Kwa sababu anatembea katika mfumo huo wa kibabeli. Kwa nini hauna kibali popote pale kwenye kazi yako? Kwa nini hauna kibali kwenye biashara yako? Kwa nini hauna kibali kwenye kila jambo unalofanya? Ni kwa sababu ya mfumo wa kibabeli. Sasa vazi la utukufu kishavikwa, linaenda kwa mtu ambaye ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani umejitenga na tamaa, umejitenga na tabia mbovu, umejitenga na machukizo. Nimesema kama huwezi kuishi matakatifu, kuna wakati unatakiwa ujifunze hata kukaa kanisani kuomba mpaka pale mwili utakapokuwa na nini? Na nguvu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo vazi la utukufu linavikwa kwa watakatifu. Utapata kibali kama unaishi maisha matakatifu, kama uko nje ya mfumo wa Babeli. Kwa hiyo kama unapenda pesa kuliko Mungu, maana yake uko kwenye mfumo wa Babeli. Kama unatamani kutajiri kwa njia, kuna mtu anasema ni mchungaji, mimi natamani nitajirike kwa njia yoyote, nimechoka maskini, nataka nitajiri kwa njia yoyote ile. Ni mfumo wa kibabeli. Ukimwambia uwa basi ndugu yako, yuko tayari. Kuna vijumbe vinatumwa kwenye WhatsApp, unaandika hivi vimemo tu ya kwamba ili nikupe milioni 200 unatakiwa umuue mama yako, utakubali? Hata mwingine akaandika na baba je inakuwa shingapi? Hivi unanielewa? Na baba inakuwa shingapi? Yani unajua unaweza ukachukua ni utani, lakini ni mfumo. Wanatengeneza fikra za watu, yani waone kabisa hata kumuua mzazi haina shida yoyote, kumuua baba haina shida yoyote, yani hakuna shida yoyote. Simama mahali pale uliposimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunamhitaji Mungu kwenye maisha yetu. Huwezi ukavalishwa vazi la utukufu ukiwa ndani ya mfumo. Kama una hizo tabia ambazo nimezitaja hapa, tunakwenda kumwomba Mungu. Tunakwenda kumwomba Mungu. Naomba watu wote wale wanaotaka waingie ndani. Mama Angel si yuko wapi? Tuko mbele ha? Wote tukaombe. Tamani tukaombe. Mfumo huu mnaliua kanisa. Sasa hivi watu kanisani sasa hivi ukikaza tu hauna waumini. Ya ukilegeza ukaachia watu ambao wanaojisikia utapata kutosha. Na kipindi fulani Kaspeta tulikuwa tunakataza suruali. Wakawa wanakuja mabinti wamevaa suruali kabisa, yani kwenye fellowship. Wakawa wanapelekewa mtandio kule nje. Basi wao wanapewa, kuna kanga zinakuwa zimeandaliwa kabisa, anaenda na valishwa. Lakini kipindi hichi watu wanaruhusiwa, anaimba hata praise. Manake ni mfumo wa kishetani umeingia kanisa. Mimi sikatai kuvaa, lakini ni mifumo ya giza ambayo imeingia kanisa. Kuna mambo yanaweza kawa ni ya kawaida, yakawa yanatendeka mnahisi ni ya kawaida, lakini kiuhalisia sio mambo ya nini? Ya kawaida. Ni mambo ambayo yamekamata watu, yamewashikilia watu, yameshikilia maisha ya watu. Watu wamebaki kama walivyo, hawamtumikii Mungu. Wamebaki tu kama walivyo. Mifumo imewashikilia. Tukaangushe mfumo wa kibabeli kwenye maisha yetu. Nataka tukaangushe mifumo ya kibabeli kwenye maisha yetu. Tuiangushe.
Mifumo ya kibabeli. Kama unajua kuna mahali mfumo wa kibabeli umekushikilia, twende tukaombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba mifumo ya kibabeli iachie maisha ya watu. Iachie maisha ya watu. Iachie maisha ya watu. Iachie maisha yako. Mifumo ya kibabeli. Natamani wote. Wengine wanafanya nini? Hayupo. Mama Angel. Uko wapi? Au ndo ameenda kula? Au mtoto anasumbua? Sema Baba katika jina la Yesu. Kila mifumo ya kibabeli ninaiondoa kwenye maisha yangu. Kila mifumo ya kibabeli ambao adui ameweka kwenye maisha yangu, ninaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kila mifumo ya kibabeli ninaiondoa. Katika jina la Yesu. Babeli, anguka. Babeli, anguka. Kila mmoja anguke, mwangushe mfumo kwenye maisha yake. Katarabo shikataya. Katika jina la Yesu Kristo. Ninaangusha mfumo wa kibabeli kwenye maisha ya watoto wako. Ninaangusha kuanzia sasa huo mfumo ambao unawafanya wasikuabudu wewe, unawafanya wasiombe, unawafanya wasifunge. Ninakwenda kuangusha katika jina la Yesu. Unaanguka sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Huo mfumo wa kibabeli ninakwenda kuangusha. Rabo sheketara. Unaanguka sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninaangusha hiyo mifumo ya kibabeli iliyokamata maisha ya watu, inayoharibu kanisa. Ninaiangusha sasa. Ninaangusha sasa mfumo ambao unamuondoa Yesu na kumuondoa Mungu katika njia yake. Ninaangusha sasa katika jina la Yesu. Ninaangusha sasa hiyo mifumo yote. Ninakwenda kuanguka. Babeli anguka. Achilia maisha yao. Babeli anguka. Achilia maisha yao. Rabo sheketara. Rikata baba. Ribo sheketara. Rama sheketaya. Babeli anguka. Umekamata maisha ya watu kwa muda mrefu. Ninakwambia sasa anguka. Ninakwambia sasa anguka. Hautashikilia maisha ya watu. Hautaangusha watu. Kuanzia leo anguka. Rabo sheketa. Rika baba. Kuanzia leo Babeli umeanguka. Babeli umeanguka. Ripa shakata. Rima baba. Ribo sheketaya. Rabo boboa. Ribo sheketaya. Rabo sheketaya. Ninakupiga Babeli. Hautakuwa na nafasi. Umeanguka kwa watu hawa. Utawachia. Wachie watu wa mali hapa. Oh, rikata. Ribo sheketaya. Arama baba. Yeke tereba.